Because Jesus is with us here. Because it's Jesus ambaye amefufuka. Asanteni sana, tutaendelea kuwa pamoja na tutaendelea kufurahia pamoja. Ninawapenda na nikirudi Meru, I would like to say, nitakuwa na waombea. I can't help it. I have to pray for you. Because you are wonderful people. May God bless you. Thank you very much. Thank you. Nashukuru Bwana kwa sababu ya mke wangu ambaye tulipatana 41 years ago. Tukakubali kukaa pamoja wakati wa machozi, wakati wa furaha, wakati mmoja ako chini anainuliwa na yule mwingine. Tukakaa nikamwambia sasa tuamue kuendelea mpaka mwisho. Kwa hivyo sasa tunaendelea mpaka mwisho. Amen. Na jambo moja ilifanya nimuone kwa sababu tulipokuwa tunatubiana, tunakutana, tunaongea mastori. Lakini yeye ni mwimbaji, kwa hivyo tukiongea story alafu ananiimbia wimbo. Ikibaba sana na mwambia ibe ingine. Sasa nikajua nikioa huyu hakuna haja ya video cassette nyumbani. Sasa hiyo ilifanya apite mtihani, lakini niko na ushuhuda ya kwamba siku hizi hakuna nyimbo. Haibangi. Namuuliza wimbo uko wapi, ananiambia niko kitchen ninapika. Lakini tutaendelea tu. Bwana asifiwe. Tumebarikiwa na watoto 4 na wajukuu 6. Amen. Na wale wengine wa kiroho kwa sababu sisi tulikataa family planning, tunaendelea kuzaa. Amen. Tuko na furaha sana kwa sababu ya kijana wetu Pastor Ezekiel. Amen. Huyu nilimjua miaka 10 iliyopita. 10 years ago. Na huyu alikuwa kijana kabisa na pia afya alikuwa amekonda kiasi kwa sababu ya kukosa mtu wa kumpikia. Na tukapendana sana, akatembea Meru na akaniambia wewe utakuja Kongo. Nikamwambia niko tayari kuja Kongo. Kwa hivyo tukafanya mipango na wakaningojea na mchungaji marehemu Reverend Niko pale Bujumbura. Tukaenda Uvira, mara yangu ya kwanza kukanyanga Kongo. Na nikakuta ameniandalia mikutano na ukahubiri. Na nikiwa huko akaniambia unajua nini? Nimepata msichana wa kuoa. Nikamwambia kabla nitoke hapa niletee nikague. Nikaletewa nikakagua kutoka juu mpaka chini, nikaweka tiki. Sasa ukiona anatabasamu ujue kuna mzee aliweka tiki pahali. Amen. Na kupitia kwake pia nimeenda Rwanda, nikaingia Kongo upande wa Ngoma na tumefanya huduma sana huko. Kwa hivyo asante sana. Amen. Wakati tulianza huduma Meru, alikuja wakati tulikuwa tunafungua kanisa, alisafiri usiku akafika Meru asubuhi, tukamaliza ibada akarudi tena usiku. Nikaona upendo mwingi sana. Amen. Na kila wakati last year but one tulikuwa na kongamano Meru, alikuwa one of our guest speakers, na kila pahali hata nikiwa wapi tunakaa kuwasiliana
Kwa hivyo yeye na mke wake tunawapenda sana. Wamekuja kwetu pamoja na jamii na warembo, na nikawaambia watunze hao warembo, tutawauza pesa mingi. Na mimi ndiye nitakuwa kashia. Amen. Asante sana, nashukuru Mungu sababu nilipoona jina Joyland nikasema nitakuja nijue kabisa kama hiyo ni nchi ya furaha. Lakini kutoka yule ambaye alitukaribisha pale nje nikaona hapa ni mahali ya furaha. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Joyland, God bless you. Ninyi ni watu wa ajabu sana. Na Mungu amewaweka hapa mpatie watu furaha ya Bwana. Kwa sababu mastresi iko mingi sana huko, lakini mtu akiingia hapa apende asipende lazima atafurahia. Amen. Bwana wabariki sana. Bishop, I'm so happy. God bless you so much. Na nawaletea salamu nyingi sana kutoka kwa wapendwa kutoka Meru. Kanisa la Meru wanawaombea na wanawapenda sana, na ninajua kwamba hata nyinyi mtakuja Meru. Amen. Na kwa sababu ya wakati, nasikia nimebarikiwa sana wakati watumishi wa Mungu Bishop na Bishop Oswald walianza jana. Tulikuwa tu tumefika na nikabarikiwa sana, nikasikia wamefanya utangulizi mzuri sana kuhusu kichwa ya hii kongamano ambao ni kwamba Kristo amefufuka. Amen. Na dada wetu Mary Atieno ambaye nimemjua kwa miaka mingi, I think maybe over 40 years, na nimeona waimbaji wengi wanakuja na msisimuko na wanaenda. Lakini unasikia nyimbo ambazo waliimba miaka ya zamani, hata saa hii iko na upako. Na hata yeye mwenyewe ako na upako. Bwana akubariki Mary. Na hii injili itaendelea mpaka Yesu arudi katika jina la Yesu. Na umetuongoza katika wimbo kuhusu damu ya Yesu. Na nikiomba nikasikia kwamba leo ningependa kushiriki kuhusu damu ya Yesu. Huyu Yesu ambaye amefufuka. Ni nini inakuwa tofauti sana na wale wengine ambao walikufa? Kitu ya kwanza na tuliambiwa hapa jana ni kwamba yeye aliweza kufufuka. Lakini leo ningependa tuangalie maandiko katika kitabu ya Ibrania 9 kuanzia mstari wa 11 mpaka 15. Waibrania 9 kuanzia mstari wa 11 mpaka 15. Na niliona desturi hapa ambao hata kwetu tunafanya kwamba tunaposoma neno la Bwana tunasimama kwa sababu ni ujumbe unatoka kwa mfalme. Thank you very much. Biblia inasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahari na majivu ya dama ya ng'ombe yaliyonyunyiziwa wenye uchafu kutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo ya mawaa, itakayosafisha dhamiri zenu kwa matendo machafu. Mstari wa 15, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa
waipokee ahadi ya urithi wa milele. Haleluya. Na hilo ndio neno la Bwana. Amen. Tunaweza kuketi. Nitajaribu kufupisha mambo mengi, lakini ningependa kusema ya kwamba Agano ya Kale ni kama kivuli ya Agano Jipya. Kila kitu ambacho unaona katika Agano Jipya unaweza kuipata katika Agano la Kale. Ni kama zamani wakati mambo ya picha ilikuwa tofauti, ulikuwa unaenda unapigwa picha na yule ako na kamera akikupiga picha anakwambia ungojee mpaka hiyo mshipi ijae. Ikijaa, na unaweza ngoja hata mwezi mmoja. Picha yangu ilitoka, ngoja bado mshipi haujajaa. Ukijaa anapeleka kwa studio. Alafu tulikuwa tunaambiwa inasafishwa. Lakini atakapokuja atakuletea vitu viwili. Anakuletea picha ambayo inaonekana vizuri. Alafu kuna ingine inaitwa negative. Sasa negative ukipewa nyingi ni shida sana kujua huyu ni nani. Kwa sababu anakaa giza giza. Lakini ukipoteza ile original, ile negative itakusaidia. Rudi tu kwa studio, uambie nitolee picha kutoka kwa hii negative. Kwa hivyo tulikuwa tunatuza negative vizuri sana. Bwana asifiwe. Agano Jipya imekuja kama original, lakini picha yenyewe ama kivuli yenyewe ni katika. Na mwandishi wa Ibrania anasema ya kwamba makuhani walikuwa wanaenda wanatoa dhabihu ya ng'ombe na kondoo na mbuzi. Ilikuwa ni kazi nzito sana, lakini ilikuwa tu ya kwamba kama nyote mmekuja hapa, kila mtu amebeba sadaka yake, pale nje kungekuwa na uchafu mwingi sana kwa kondoo na mbuzi. Na halafu kazi ya kutoa hiyo sadaka ni kazi ngumu sana. Bwana asifiwe. Lakini hata ukifanya kazi hiyo ngumu kiasi hiyo, ilikuwa ya kwamba utafanya leo na kesho utarudia ingine. Naye Mungu akiwa mbinguni akasema, huu sio mpango wangu. Kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu akatenganishwa na Mungu. Ikawa ya kwamba ni lazima kila wakati tunatubu, tunatolewa sadaka na kesho yake na kesho yake. Mungu akamtuma Yesu Kristo. Na ninaona mbinguni kulikuwa na Yesu Mwana na Roho Mtakatifu. Malaika walikuweko, wazee wale 24 na viumbe vile viko mbinguni. Mungu Baba akaita mkutano, akasema mwanadamu amepotea katika dhambi. Ile mamlaka nilimpatia na ule uongozi nilimpatia alinyang'anywa na shetani. Akauliza swali, ni nani nitakaye tuma katika dunia aweze kwenda kumwokoa mwanadamu? Mbingu ilikuwa kimya, kwa sababu walijua yule atakuja katika hii dunia kukomboa mwanadamu itagharimu damu. Haleluya. Naona wazee wakiangaliana, wanaulizana, ni hata ya Murume, unasikiaje? Wewe utaenda? Anasema Hari Murume. Wengine wanasema mimi bado ni kijana, si nyinyi wazee muende. Wanasema hapana, hata sisi tunataka kukaa kufurahia hapa. Mbingu ikawa kimya. Malaika pia wakaangaliana. Michael, ni aje? Sio mimi. Na mnajua vile mlikuwa na tabia mkiwa shule, mwalimu akiuliza swali na hutaki kujibu au hujui, unaangalia chini, unaanza kujikuna unajipea shughuli. Mbingu ikawa hivyo.
Lakini baada ya kimya, Hallelujah. Yesu akasimama. Akasema, Baba, nitaenda. Baba yake akamwangalia akamwambia, unajua wewe ni mtoto wangu wa pekee. Unajua inamaanisha nini? Ukienda utakufa. Akasema, ninajua hivyo. Niko tayari kwenda. Yesu akaja katika hii dunia. Bwana asifiwe. Na alipokuja alijua kazi yake ni ya kutuletea wokovu kupitia damu yake. Akaanza huduma akiwa na miaka 30. Lakini kwa miaka 3.5 akasema, nimemaliza kazi. Nataka kusema sio ile miaka ambayo utaishi katika hii dunia, ni kile utafanya na miaka ambayo Mungu amekupatia. Bwana asifiwe. Mimi ninajua ahadi ya Mungu ni kwamba tukae miaka mingi. Yes. Lakini hata kama utakaa miaka 33, uondoke katika hii dunia ukisema, nimemaliza kazi Baba yangu aliyenituma. Haleluya. Yesu, Biblia inasema ya kwamba alikuja akiwa yeye mwenyewe amejitoa. Na alipokuja, Biblia inasema katika Isaia 53 ya kwamba alikuja kama mwana kondoo anayeenda kichinjoni. Yeye hakulazimishwa na mtu yeyote. Alikuja kwa hiari yake. Na Yesu alipokuja akafanya vile Baba yake alimwambia, alafu baadaye akasema, imekwisha. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba walipomshika Yesu, kwa sababu hii ni kipindi ya Pasaka. Na wewe sijui Pasaka kwako ni nini? Je, ni wakati wa kutembelea marafiki? Ni wakati wa kufanya party? Ni wakati wa kutafakari? Je, hii Pasaka tunasherehekea maana yake ni nini? Nataka nikwambia kwamba wiki hii ndio mambo hayo yote ilikuwa inatendeka. Friday ilikuwa ndio siku ambayo Yesu aliweza kupitia kipindi kigumu sana. Hallelujah. Inaitwa Good Friday. Lakini kwa Yesu ilikuwa nzito sana, kwa sababu alijua wakati umefika. Akajua kile ambacho kinamgojea. Yeye akaondoka na wanafunzi wake, wakaingia kwenye shamba la Gethsemane. Biblia inasema ya kwamba alipoingia akawaambia, ombeni msije mkaingia kwenye majaribu. Lakini akaingia ndani. Kuna kipindi inafika katika maisha yako unatafuta Mungu peke yako. Kuna wakati wa ushirika. Kuna wakati wa kesha ya pamoja. Lakini kunafika kipindi unakesha peke yako. Unafunga peke yako. Unaomba peke yako. Amen. Bwana asifiwe. Na niseme kwa ufupi ya kwamba Yesu Kristo katika hiyo kipindi mwili wake uliweza kutoka damu. Na nilikuwa nachunguza maandiko nikaona ya kwamba katika mwili wake alivuja damu kutoka sehemu 7 places ambao damu ilitoka katika mwili wake. Na ya kwanza ni wakati aliingia kwenye shamba la Gethsemane. Yesu ameanza kuomba na uzito, anaugua kwa sababu anaona kifo ndio hii. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliomba, akatoa jasho, ikawa ni damu kutoka kwa uso wake. Kwa hivyo kuna damu ambayo ilitoka kwenye uso wa Yesu wakati anaomboleza, akiomba, akiwa pale kwenye shamba la Gethsemane. Na lile ombi Yesu alikuwa naomba, alikuwa anasema, Baba, niondolee hii kikombe. Hii kikombe ambao kimejaa dhambi ya wanadamu. Ni kichungu sana. Niondolee. Kitu moja nimejua kuhusu Mungu ni kwamba Mungu hajibu maswali.
Mara mingi umekuwa unapitia kipindi unasema nitauliza Mungu, kwa nini napitia hii? Kwa nini hii imenipata? Na tunamuuliza maswali. Mungu hajibu maswali. Mungu anajibu maombi. Amen. Haleluya. Mungu anajibu maombi. Ayubu alipitia kipindi kigumu sana, akasema hapana, Mungu kaa hapa na mimi nikae hapa, tulizane maswali. Swali moja kuuliza Mungu, Mungu akamwambia jifunge mshipi vizuri. Mungu kumuuliza swali akasema wachana na mambo, nimekubali. Yes. Wapendwa, ukitaka Mungu ajibu, omba yeye. Amen. Yesu hakuuliza maswali, alienda akaomba. Akaomba, jasho ikatoka kwenye uso wake, lakini akasema mapenzi yako yatimizwe. Haleluya. Ninaomba ya kwamba chochote ambacho unamuomba Mungu, mapenzi yake yatimizwe katika maisha yako. Kwa sababu Mungu anajua ni nini unahitaji. Yes. Kile wewe unafikiria unahitaji, Mungu ako na bora kuliko hiyo. Mapenzi yake yatimizwe. Mungu anasema ya kwamba baba wenu wa hii dunia, ukimwomba mkate hawezi kukupatia jiwe. Amen. Ukimwomba samaki hawezi kukupatia nyoka. Yeah. Anauliza kama baba zenu ambao ni waovu wanaweza kufanya hivyo, na baba yako wa mbinguni atakufanyia zaidi. Mungu wetu anatupenda. Na unapoomba mwambie mapenzi yako yatimizwe. Alafu namshukuru kwa kile ambacho amekupatia, kwa sababu hiyo inafaa. Tunasherehekea Easter kwa sababu ndio wakati Mungu aliweza kudhihirisha upendo wake kwa mwanadamu. Unaweza kuambiwa na mtu ninakupenda sana, kama vijana wanaambianaga hivyo sana, ninakupenda sana hata nisiwezi kulala nikikufikiria. Ukikutana naye kesho na kuambia ninakupenda, vijana wako pande hii, ndio hawa. Wakikutana kesho anamwambia mimi ninakupenda sana, ninalala nikiota na wewe. Sasa mwanadada akisikia hivyo, nasema kweli huyu ananipenda. Lakini unajua ni uongo. Unatakiwa kujiuliza swali moja tu. Huyu mjamaa anasema hararangi akinifikiria, alafu anaota na mimi. Anaota lini kama hararangi? Haleluya. Lakini upendo wa Yesu ni wa ukweli. Aliweza kudhihirisha wakati wa Easter. Akasema nitapitia kipindi kigumu na matendo yote ambayo ninafanya ni dhihirisho ya upendo. Haleluya. Damu ikamtoka katika uso wake, kwa sababu ilikuwa inatoka ni damu. Biblia inasema ya kwamba sura ya Yesu iliweza kubadilishwa sana. Katika kitabu ya Isaiah 50 mstari wa 6, Biblia inasema ya kwamba Yesu, pia niliwaambia kwamba kitabu ya Old Testament inakuwa inaongea kuhusu the New Testament. Huyu ni Yesu. Kwa Kiingereza inasema hivi: I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the beard. I did not hide my face from shame and spitting. Yesu akasema ya kwamba nilitoa uso wangu, ukatemewa mate, ukapigwa, wakachukua ndevu zangu wakaivuta. Yaani waliharibu sura ya uso wake. Kuna damu ilitoka wakati ndevu zake zilivutwa. Nikwambie hivi jioni ya leo, uso ndio unaleta image, ndio unaonyesha mtu anakaa namna gani. Si mnakumbuka kipindi ya COVID
Zote tunavaa mask. Alafu uvae miwani kama hii yangu. Alafu uvae kofia. Huwezi jua sura ya huyo mtu. Hata wakati mwingine anakuambia I'm smiling, lakini huwezi kuona smile because uso umefungana. Lakini ukiona mtu ambaye ako sawa kama vile nawaona, ukismile ninajua you are smiling. Lakini ndio kuna wengine nao wakismile na kaka ni kulia wanalia, na wengine wakilia ni kama kusmile wanasmile. Lakini at least tunaweza kuona uso. Yesu alisema ya kwamba damu ambayo imemwagika kwa uso wangu, yani kutoka kwa uso wangu, imeharibu sura yangu. Haijamwagika bure. Imekuja kutengeneza ile image. Pengine ulikuwa unakaa sura baya, lakini kwa sababu ya hiyo damu iliyotoka kwenye uso wa Yesu inakurembesha. Amen. Mimi nasema Mkristo yeyote ukimpokea Yesu, damu ya Yesu ikikutakasa, unakuwa beautiful. Unakuwa handsome. Unakuwa kupendeza. Kwa sababu kuna utukufu unawekwa na damu iliyomwagika kutoka kwa uso wa Yesu. Bwana asifiwe. Na pia ningependa kusema ya kwamba sometimes hata ile hali ya kujipenda, self confidence, ni wakati unajiangalia unaona uko sawa. Damu ya Yesu ilikuja kuleta self confidence. Ninajiamini mimi ni nani? Mimi ni mtoto wa Mungu. Nimekombolewa na damu ya Yesu. Mimi sionei haya Injili. Hata nikienda wapi, mimi nitasimama niseme Yesu kwa sababu ya damu yake. Haleluya. Lakini ni kama hiyo haikutosha, wakamshika Yesu, wakamdhihaki, wakachukua crown ama kofia ya mimba wakaweka kwenye kichwa yake. Na kwa sababu haikuwa crown ya ukweli, waliweka ikiwa na mimba, ikadunga kichwa yake, damu ikaanza kutoka kwa kichwa ya Yesu. Ilikuwa na uchungu sana. Wanamdhihaki, wanamwalisha kuwa nasema sasa wewe ni mfalme. Hiyo ni crown ya mfalme. Lakini Yesu akasema, nyinyi mnanidhihaki, lakini damu inayotoka kwenye kichwa yangu inakuja kufanya kazi. Haitamwagika bure. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu ambayo ilimwagika kutoka kwa kichwa yake. Na unajua kichwa ya mwanadamu inabeba mambo mengi sana. Iko na akili. Mtu akiongea tunasema huyu mtu ako na hekima kwa ile maneno amefikiria akaongea. Kuna mwingine ataongea useme huyu ni mjinga ama huyu anaongea kama mtoto. Ni kwa kile kinatoka kwenye kichwa yake. Kwa hivyo Mungu anataka tunapojua damu ya Yesu iliyotoka kwenye kichwa yake inakuja kuleta amani katika maisha yetu. Amen. Inaleta amani. Na pia inaleta ile tunaita sound mind. Mawazo yako inaweza kufikiria vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Na pia unajua mtu akiwa mwendawazimu tunasemaga aje? Kichwa imeruka. Wewe unaiona tu lakini unasema kuna nati zimefunguka. Yaani hii kichwa iko sawa. Kwa hivyo watu wengine wamekuwa wamefungwa na shetani. Hawawezi kufikiria vizuri. Unawezaje kufikiria mwanadamu kama juzi tunasikia stories za vijana university. Kijana akikataliwa na msichana, anaenda anamuua. Anamuingiza kwa bag. Anaenda anamtupa kwenye pipa. Hiyo akili yake hujui iko namna gani, lakini amepakawa. Kwa hivyo hata deliverance ndio mtu anapowekwa huru ndio anastuka anasema kwani nilikuwa wapi? Yaani anaanza kufikiria vizuri, anaanza kukaa vizuri. Yesu alikutana na mmoja alikuwa anakaa makaburini. Alipomweka huru, Biblia inasema ya kwamba akili yake ikawa timamu. Akawa anaweza kusalimia watu, anaweza kuvaa vizuri,
kwa sababu shida ilikuwa hapa. Na nataka kusema hivi, hata kama Mungu analeta damu yake kukomboa mawazo yetu, hata watoto wa shule wanahitaji hiyo damu. Inafungua akili zao. Biblia inaposema ya kwamba mtakuwa wa kwanza na sio wa mwisho, ni kwa sababu academically watoto wetu wanatakiwa kuexcel. Haleluya. Na ni vizuri wazazi, ukiona mtoto hashiki masomo, usianze kumuita majina, hii kichwa yako inakaa maji ama uji. Hapana. Shika hiyo kichwa, wekelea mikono, useme damu iliyomwagika kutoka kwa kichwa ya Yesu itengeneze hii akili. Na atafaulu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kuna wakati nilikuwa involved sana na school ministry. Naenda shule unakuta grade ya shule iko chini. Naambia principal, hiyo sio mapenzi ya Mungu. Wanafunzi wote wanakuja hapo tunawaombea. Wakifanya mtihani wanasema grade imeenda juu. Kwa hivyo mtu anaweza kufungwa kimawazo, lakini damu ya Yesu inamweka huru. Katika jina la Yesu. Haleluya. Pia kuna damu ambayo ilimwagika kupitia mapigo ambayo Yesu alipigwa. Walimshika, wakatoa nguo zake zote, wakatengeneza viboko, wakamchapa. Historia inasema ya kwamba zile viboko walikuwa wanachapana nazo sio kiboko ya kawaida. Ilikuwa wanatengeneza ikiwa ya gozi, alafu wanatafuta sehemu ndogo ndogo za chuma, wanafungilia huko ndani. So akipigwa kiboko moja hivi inatoka na nyama. Yesu alipigwa 39 strokes. Damu ikamwagika. Yesu karibu ana faint. Anapewa msalaba abebe, anaanguka kwa sababu damu imevuja mingi sana. Niko na habari njema. Hiyo damu haikumwagika bure. Haleluya. Ilikuja kuleta uponyaji katika miili yetu. Hiyo damu iliyomwagika, Peter alisema hivi katika 1 Peter chapter 2 verse 24 ya kwamba Yesu damu yake, ningependa tusome hiyo 1 Peter chapter 2 verse 24. Petro wa kwanza 2:24 inasema ya kwamba who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Kwa mapigo yake uliponywa. Kwa hivyo sio sasa unaponywa, uliponywa wakati hiyo damu ilipomwagika. Na kwa hivyo hiyo inakuja kuleta uponyaji katika miili yetu. Na hii damu iko na nguvu. Unaweza kuituma hata Kongo kwa yule mtu ambaye ni mgonjwa na Mungu anamponya. Hiyo damu ya Yesu iko na nguvu, inaweza kufanya mambo yote isiyowezekana na mwanadamu. Nimeona Mungu akiponya magonjwa ya kila aina. Na ninajua ni kwa sababu ya hiyo damu. Bwana asifiwe. Juzi tu nilikuwa taifa fulani nikihubiri. Mwanadada mmoja akakuja akaniambia ametoka hospitali na daktari akamwambia ako na magonjwa 4. Ameonekana ako na ugonjwa wa kisukari, wa TB, na ako na HIV, na pia ako na vitu inamea ama inakuwa katika kifua yake. Na ni huko Amerika. Utafiti wao uko hali ya juu. Mashini zao ni zile za hali ya juu. Na nikaangalia huyu mama nikaona anaona kifo tu, akaniambia sasa nimeambiwa tu sasa nirudi nikafanyia upasuaji na wajui kama nitapona ama nitakufa. Nikamwambia kuna damu ya Yesu. Kuna damu ya Yesu. Kapiga magoti nikamwombea.
Nikamwambia kesho yake nenda kwa huyo daktari akupime tena. Akaenda akapimwa. Vipimo daktari akaangalia akamwambia utapimwa tena. Akapimwa tena. It was on a Monday, akaambiwa enda nyumbani ukujie report Jumatano. Mama akarudi. Na akona hofu kwa sababu vile aliona uso wa daktari na kumwambia kuja Jumatano ni kama kuna shida. Akaenda. Daktari akamwambia kaa chini. Tumeangalia picha zote, results zote, wewe hakuna shida hata moja. Enda nyumbani. Bwana asifiwe. Yesu anaponya. Damu yake inaponya. Iko na nguvu sasa kama vile ilivyokuwa wakati ilikuwa inamwagika katika jina la Yesu. Na kama uko hapa jioni ya leo uko na maumivu, unasikia kuna magonjwa, ninataka kukuambia ya kwamba damu ya Yesu yuko mahali hapa. Tunaposherehekea Yesu aliyefufuka, hiyo damu yake itakuponya katika jina la Yesu. Haleluya. Mwanadada moja alikuja kwangu miaka kadhaa imepita. Akaniambia amekuja Nairobi Aga Khan Hospital, akapimwa akaonekana ako na fibroids na hakuwa ameolewa. Na akaniambia sasa nimeambiwa nitafute 200,000. Naongea mambo kama ya 20 years, 15 years ago. Atafute 200,000 aende afanywe upasuaji. Nikamwambia hivi, nikamwangalia, nikamuuliza uko na pesa? Akaniambia sina pesa, nitaenda kukopa loan. Nikamwambia utaenda kukopa loan. Unaamini Yesu anaponya? Ninajua Yesu anaponya. Lakini hii ni Aga Khan Hospital. Mwambia ni sawa, ni Aga Khan Hospital. Nikamwambia tutaomba. Tukaomba. Nikaambia Mungu, damu ya Yesu iliyotuponya miaka zaidi ya 2000 iliyopita iponye huyu mwanadada. Nikamwombea. Yeye hakuamini vizuri. Kwa hivyo tarehe ya kwenda hospitali akaenda. Daktari akasema sasa imekaa kama wiki 2, nataka upimwe tena alafu sasa uingie kwa operation ukafanywe upasuaji. Lakini kwanza upimwe, uende ulipe, uende ufanywe upasuaji. Akapimwa. Daktari anaangalia mpaka anatoa miwani aangalie vizuri. Akamwambia sioni dalili ya fibroids. Enda nyumbani. Haleluya. Yesu anaponya. Damu yake inaponya. Na uzuri wa nyakati ambazo tuko nazo ni kwamba huhitaji kuhani mkuu. Yesu alisema mimi niliingia mara moja ya kutosha, nikatoa dhabihu. Hiyo damu iliyomwagika inatosha. Na sio lazima uwe mhubiri, sio lazima uwe pastor. Naongea kuhusu wewe. Pasia ya hekalu ilipasuka. Kila mtu anaweza kuingia kwa kuchukua hiyo damu ya Yesu, imtakase katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Hiyo ni damu ya Yesu. Afya ni chakula ya watoto wa Mungu. Kataa magonjwa. Hiyo sio yako. Kusudi ya Yesu afe msalabani na hiyo mapigo alipigwa mwili wake upate afya. Upate afya. Alafu akamshukua. Ni kama hiyo haikutosha, bado damu inatoka. Wamembebesha msalaba. Walipofika pale Golgotha, wakamshukua Yesu, wakamweka kwenye msalaba, wakachukua nyundo na misumari, wakadunga mikono yake. Damu ikaanza kutoka mikono yake. Nimekuja kukuambia hiyo damu ambayo ilimwagika kutoka kwa mikono ya Yesu inakuja kubariki mikono yako. Haleluya. Hiyo mikono yako imebarikiwa. Hiyo damu ya Yesu ilikuja kutakasa mikono yako. Ya kwamba unapofanya kazi na hiyo mikono yako inabarikiwa.
Yesu akasema mtawekelea wagonjwa mikono na watapona. Hiyo mikono yako ni ya kuwekelea watu, kwa sababu hiyo mikono yenyewe imetakaswa na damu ya Yesu Kristo. Hakuna damu ilimwagika ya bure. Angalia mikono yako, sema hii mikono imebarikiwa. Hii mikono itaponya wagonjwa. Hii mikono italeta fedha na utajiri katika jina la Yesu. Ile kazi ambao tulikuwa tunafanya inakuwa ya kwamba hiyo kazi ambayo tunafanya haileti faida. Mungu aliniambia mwezi huu wa 4 ni mwezi wa urejesho. Month of restoration. Hallelujah. Na Mungu akaniambia niwaambie kile umepoteza miezi iliyopita ama miaka iliyopita, mwezi huu unarejeshewa. Hallelujah. Unarejeshewa. Na hiyo mikono yako ifanye kazi. Mungu ataibariki. Amen. Niko na shauku ndani ya roho yangu. Ombi yangu kwa Mungu ni kwamba Mungu tubariki na mali na pesa kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Juzi tu nimetoka ng'ambo. Bishop alikuwa ananipigia nikiwa huko. Nimekuja na kilio ndani ya roho yangu. Makanisa Amerika ni kufungwa, inafungwa. Hawa vijana wetu naona hapa wanayudhi hawa hawako kanisani, especially makanisa ya wazungu. Nimehubiri kanisa kadhaa za wazungu. Moja nilienda nikakuta watu ni wengi kama over 200 people. Nipo simama hivi nilistuka ya kwamba yule mshirika kijana ni kama 45 ama 50 years. Praise and worship ni wamama wanaweka miwani hivi tuyaone. Nikauliza swali, miaka 10 ijayo hawa wazee wako na 50 na 60 watakuwa wameenda, na makanisa ni makubwa, makanisa inafungwa. Kauliza mchungaji mmoja, nikamuuliza huku naweza kupata ploti ya kanisa ujenge? Akaniambia hakuna haja. Kwa gazeti kila siku makanisa inaadvertisewa ya kuuzwa. Hallelujah. Last year Batwa nikaenda huko nikakuta kanisa moja ya wazungu kubwa, wamekuwa wachache mpaka wamebaki 30, lakini kanisa inaweza kaa watu 400. So wakasema vile hata tumezeeka tutakuwa tu tunakuja ibada lisali moja, hawezi kuvumilia kukaa zaidi ya lisali moja. So wanakuja pole pole lisali moja, wanaiba hymn moja, wewe omba maombi dakika 5 na wewe tusomee neno dakika 20, tunaenda nyumbani. So wanakodesha makanisa mengine kama saa 8 mkuje masaa 2 hivyo hivyo. Nikahubiri kanisa moja was doing a conference, lakini tunasukuma tutoke kwa sababu kuna wengine wanaingia. Nikamwambia hawa ndugu is a Kenyan church, nikamwambia Mungu atawapatia kanisa lenu. Na this year Mungu alinisaidia nikaenda kuhubiri kanisa wamenunua juzi. Nilikuwa bishop wa kwanza kuhubiri data. Kanisa ya Methodist walifunga 6 years ago. Kanisa inaweza kaa watu 600, iko na eka 3 na karibu eka 4, iko na Sunday school classes, kila kitu mzuri, carpet, music system ziko. Walifunga hivi. Nikakuja nikasema Mungu bariki Kenya, kwa sababu tuko na injili. Hao watu wanahitaji injili. Lakini Mungu atusaidie tuamini mambo ya kutupatia pesa. Kabla tumalizie hii kongamano on Sunday night, hiyo mikono yako tutaiombea. Tunataka mamilioni ya pesa. Tunatuma missionaries kwenda kupeleka injili. In Jesus name.
Mikono yako imebarikiwa. Walipopiga mishumari katika mikono ya Yesu, wakachukua ingine wakapiga kwenye miguu yake. Hiyo damu ilimwagika kutoka kwa miguu ya Yesu, haikumwagika bure. Biblia inasema ya kwamba miguu yako ambao inapeleka habari njema imebarikiwa. Wacha nikwambie hivi. Katika Mwanzo 1:26, Mungu alipoumba Adam na Hawa, aliwaambia hivi, nimewabariki, nimewapatia mamlaka, nimewapatia dominion. Dominion nini? Utawala. Hizo ndio mwanadamu alipewa. Dhambi ndio ilipokonya mwanadamu hizo vitu. Sasa Yesu amerudi akasema ya kwamba miguu ndio inabeba authority. Miguu ndio inabeba dominion. Unapokanyaga, ndio aliwaambia wana Israeli, popote utakapokanyaga unapossess. Yaani unapossess na nini? Na miguu. Hallelujah. Yes. Nenda pahali ukanyage hivi, unapossess. And I prophesy, this church, God is giving you land. He's going to give you land. He's going to give you land. He's going to give you land. Hallelujah. Nimegundua juzi ya kwamba kuna nguvu ya kupossess mchanga. Kuna mapepo itanyamaza ukiwa umechukua huo mchanga, umemiliki. Mungu akawaambia wana Israeli, hata mkiwa utumwani huko Babylon, nunueni mashamba na mpate title deed. Hallelujah. Na Mungu akibariki Joyland na shamba, washirika mtakuwa na maploti mingi sana. In Jesus name. In Jesus name. Hapa ni padogo sana. Ile Kristo tumebeba wiki hii itawasugua, mtatoka hapa. Kwa sababu wakati umefika. Hii inaitwa time conference. Season. Majira ya Mungu. Nasikia ndio hii. Na hiyo miguu yako itakanyaga shamba yako, utamiliki in Jesus name. Hallelujah. Kama mikono yako imebarikiwa, sitapata pesa. Alafu Mungu akasema Psalms 24, hii dunia na vyote vilivyomo ni vyangu. Mungu akaongea kuhusu kanisa la mwisho, akasema litakuwa na utukufu mwingi kuliko ya kwanza. Lakini anapoongea kuhusu utukufu, anasema katikati ya hiyo utukufu anasema dhahabu ni zangu na fedha ni zangu. Utukufu unapelekana na pesa. Lakini Bwana anasema muwe waaminifu. Wengine wenu Mungu anawaita muwe kingdom financiers. Kazi yako ni kupewa mali na Mungu ya kueneza huduma yake. Na sometimes we miss it. Mchungaji amekuwekelea mikono, umeanza kunawiri, biashara yako inainuka, unapata makontrakt makubwa, unaanza kudeal na mamilioni ya pesa. Haujui kuna neema iko juu yako. Unapopata mali hivi, unasema sasa hata hii area risko hapa sitoshei hapa. Karen haiko bali sana, unavuka ngambo ile ingine. Na unaenda na class ya huko, unasema sasa hapa hata njia kuingia ni shida. Kuna pale kuna parking, iko na kabro na security, na ile gari inaendesha lazima ipate pahali pazuri kuna kivuli. Unaenda huko. Mungu anasema utapata hiyo pesa ya ufalme wa mbinguni. Wewe ni financial. Utaona kazi ya Mungu inahitajika mamilioni. Kazi yako ni kuleta ukileta. Na kazi ya Mungu iendelee. Mungu atawabariki. Miguu yenu imebarikiwa. Na sio tu kupossess land.
kwa sababu kupossess mtapossess. Mungu alimwambia Joshua, mnaenda kumiliki, lakini ita makuhani wote, kila mtu wabebe sanduku la agano, alafu miguu yao ikanyage mto Jordan. Miguu ni ya maana sana. Hao watu lazima wangekuwa na miguu ambayo iko na nguvu. Nikifungua mwaka huu, Mungu aliniambia huu ni mwaka wetu wa ku take over territories. Hallelujah. Na Mungu akaniambia hivi, niombee watu wa Mungu, tunahitaji tuwe na nguvu katika mabega yetu. Vile vitu tutabeba ni nzito, ni ya nguvu. I don't know who I'm talking to. Mungu afanye mabega yako iwe strong. Hallelujah. Na Mungu akaniambia niombee miguu yenu iwe na nguvu, ndio uweze kustahimili kule utaenda. Wengine wenu Mungu anawaita katika huduma ya ukombozi, unaenda unakanyaga nyoka na nge na miguu yako. May your feet be strong. May your feet be strong. In Jesus' name. Hallelujah. Na hata kama damu ilimwagika kutoka kwa miguu ya Yesu, ako pale msalabani, wapendwa, nataka kuambia ya kwamba sio mishumari ilishikilia Yesu kwenye msalaba, ni upendo. Ni upendo. Lakini akiwa hapo, askari mmoja wakasema, na huyu mtu tulifikiria tutavunja mifupa yake, lakini amekufa. Yeye alisema nimemaliza, it is finished. Hakusema I am finished, alisema it is finished. Yesu hakuisha. Ni kazi alimaliza. Yuko hai. Yesu hajashindwa. Hallelujah. Lakini askari mmoja akaona, bishop alikuwa anawaita wakarau, akaona huyu wacha nidunge yeye tu nimalize. Akadunga yeye kwenye upande wake wa bavu zake karibu na roho. Lakini alikuwa amechelewa, kwa sababu Yesu alisema kwamba hakuna mtu anaweza kuchukua maisha yangu, ni mimi mwenyewe. So yeye mwenyewe akachukua maisha yake akampatia baba yake. Kimwili kimebaki. Askari anafikiria ni anakuja kuua Yesu, amechelewa. Na hata jana nisikia vile walikaa pale wamenedia wakoje Yesu asifufuke. Wataendelea kungedia. In Jesus name. Yesu hakuoa na mtu, alitoa maisha yake. Alipomdunga ilitoka damu na maji. Yesu akasema hata hiyo inakuja kufanya kazi. Walidunga yeye karibu na moyo. Moyo ndio tunajua inakuanga na upendo. Yesu akasema hiyo damu imemwagika kutoka kwa ubavu yangu inakuja kuleta wokovu. Wokovu tunaupata kupitia damu ya Yesu. Hallelujah. Na kama kuna upendo tunahitaji kuona, ni kupitia damu ambayo ilimwagika kwenye upande wa Yesu Kristo. Roho, watu wengi wamevunjika roho. Unasikia discouraged, you are frustrated. Unasikia economy haikupeleki vizuri. Wengine hata wanasikia hawana raha ya kuja kanisani. Nimekuja kukuambia kuna damu ilimwagika. Inakuja kutengeneza roho zilizovunjika. Na kama uko hapa roho yako imevunjika, hiyo damu itafanya kazi usiku wa leo, itakubadilisha katika jina la Yesu. Hallelujah. Damu ya Yesu inatuletea furaha, joy, that the real joy ni kupitia damu ya Yesu. Hallelujah. Nikimalizia nataka kuambia, nimeona damu ya Yesu hata ikitulinda na kutuokoa kutoka kwa maovu ya kila aina. Unaposafiri, ndio unaenda na matatu ama unasafiri na gari ama na ndege ama na meli, nataka useme hivi:
damu ya Yesu Kristo. Ninajifunika na damu ya Yesu Kristo na nitafika kule ninaenda katika jina la Yesu. Amen. Mimi niliambia magari sitakuwa kupitia accident. Nitakuwa salama. Bwana asifiwe. One time I think nilikuwa natoka Rwanda nakuja na Kenya Airways in 2018. Tukifika Jomo Kenyatta, pilot akatuambia sasa tuko karibu kufika Jomo Kenyatta Airport, kwa hivyo mfunge mishipi, na tukaanza kufurahia, wajamaa wanapiga mastori, tunakuja nyumbani. Mimi nilikuwa nimekaa kwa dirisha na nilikuwa nimekaa karibu na kijana mmoja alikuwa ametoka Burundi. So tukiongea na yeye ananiambia ni mwanafunzi Eldoret University. So nikamshuhudia, na katika maongeo yetu akaniambia, nikamuuliza sasa utafika Nairobi na uende Eldoret? Akaniambia hapana, nitalala kwa rafiki yangu huko Adhirifa, kesho yake ndio nitaenda Eldoret. So tukawa marafiki tunaongea. Tulipokuwa tunatua hivi, ndege ikaruka tena, ikapanda. Ile makelele watu walikuwa naye na mastori ikaisha. Nikajua watu wanaogopa kwenda. Wakanyamaza wote. Ndege ikapanda ikaenda juu na pilot haongei. Baadaye akaongea akatuambia, samahani, kumekuwa na hitilafu kidogo ya kutua, kwa hivyo nitajaribu, nitaenda nifike Adhirifa nizunguke, nitajaribu. Watu wakajua kuisha maneno. Nikaanza wengine kuona wanaanza kuomba ile sio nazia wako wanafikia wapi, kitu kama hiyo. Wengine Waislamu wakaanza kuomba kiao, mimi na watazama tu. Kijana tumekaa naye hapa ameanza kutetemeka. Nikaona mwana wenyewe atakufa huyu. Nikamaliza, what is the problem? Huku sikia vile pilot amesema, tukwambia nimesikia. So nimjaribu because niliona anaweza kufa kabla ya kifo ya ukweli. Nikamwambia, usijali. Umesikia pilot amesema tutapitia Adhirifa tuzunguke, simwambie kuweke hapo tukifika. Kijana akaniangalia akasema hivi. Alitoka kwa kiti pale tulikuwa naye, akaondoka akaniacha hapo peke yangu. Sijui aliona mimi ni mchawi ama nini. Mimi nikachukua kitabu yangu nikaendelea kusoma. Nikasema neno moja, damu ya Yesu iko juu yangu. Na kwa sababu niko kwa hii ndege, itaenda iende kule inaenda, hiyo ni discount wanatupea, lakini tutarana. Tutarani salama. Haleluya. Na ukweli tulirand. Na ndio niko hapa leo. Damu ya Yesu inatukinga na maovu yote na mitego yote ya shetani. Hata ukienda nyumbani utakuwa salama kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Dada mmoja alikuwa anaenda kesha usiku na akasikia ni lazima niende kesha. Amebeba Bible yake na handbag, anaenda na kuna giza. Akakuta vijana watatu wamejificha kichakani. Anamuona ni yule anakuja, wakatokea wakamshika. Akamwambia, leo ni leo. Tutakurete na tutakuua. Akawaangalia hivi. Akawaambia, mimi hamtaniuza. Damu ya Yesu imenizingira. Na akawaambia, sasa ninawaamuru katika jina la Yesu, mlale chini. Wanaume wakalala chini. Haleluya. Damu inafanya kazi. Akawacheki. Nasema acha mimi niende kesha. Akaenda kesha. Lakini hatua kadhaa kwenda,
akakumbuka handbag yake aliacha. Kama ni ungeudia yako. Akarudi. Akakuta jamaa bado wamelala. Akachukua handbag yake akaenda kesha. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Pia mwisho alafu nimalize. Hata hii ni ya ukweli kwa sababu ni yangu na mke wangu. Hapo sasa. Ama hiyo niwaambia wakati mwingine. Si story ni yangu ni aje. Sema damu ya Yesu. Pahali tunaishi watoto wameondoka, wameolewa, wamekuwa na boma zao. So tumebaki na mama, inaitangwa empty nest. Na tunafanya kazi hapo sisi wawili. So it was Saturday night. Mimi niangalia nyuma ya nyumba yetu nikasikia kuku. Mama alikuwa amefuga kuku. Kuku ziko nje. Zinapiga makelele zikiwa nje. Nikamuuliza, "Mbona hukufungia kuku?" Akaniambia, "Nilifungia." Nikamwambia, "Ziko nje pale." Akaniambia, "Sijui, mimi nilifunga." Sasa nikasema, "Wacha niende nikaingize ndani nifungie." Sio ni kazi nzuri ya mzee. Ninaenda kufungua mlango ya kitchen ndio nitoke nje. Nasikia kiwoga. Naanza kutetemeka. Alafu naachilia. Najipia shughuli kidogo lakini maadhi naye yako hapa ananiangalia. Naenda bedroom nazunguka tena ninarudi. Wacha nikafungie. Nikijaribu tena natetemeka na uoga narudi tena. Sasa nikaona ile jisho ananitupia. Ndio kama nauliza, nyumba hii kweli niko na mwanaume? Hawezi akakufungia kuku. Nikajaa na mimi nikajaza. Nikasema nitaenda. Kwani kuna nini? Nikafungua mlango. Bado natetemeka lakini nikafungua mlango. Nikifungua kochi ya mwisho tu hivi. Nikasikia mlango imefutwa nje. Mwanaume ameingia amejifunga, ako na kisu hivi. Anaingia ndani. Nimesimama hapa. Mimi niko hapa, mke wangu wako hapa. Huwezi kumjua uso. Ameshika kisu hivi. Saa hiyo nikaona hii ni kisu. Nikasema, damu ya Yesu tufunike. Hatutakufa na kisu. Alikaa ni kama ameshikwa na stima, haongei. Ameshika kisu. Katika mawazo yangu nashindwa nitoroke. Tena nikitoroka niache mke wangu. Lakini niliposema damu ya Yesu nikajua tuko salama. Amesimama hapo kama dakika 4-5 na sisi tuko tu hapo. Tunaangalia na tu hivi. Nikajua damu ya Yesu iko na nguvu. Baadaye akasema na sauti nzuri nyororo, ni kama rafiki anasema, "Nipatieni simu." Nikamwambia, "Nataka simu." Ngojea simu. Hakutoka hapo. Tukatoka kwa kitchen, tukaingia sitting room, naye kurudi hivi mlango ya kitchen kifungue ilikuwa hapo. Nikafunga nikamwambia, "Kula ugali uko peke yako." Tuko hai leo na mke wangu kwa sababu ya damu. Haleluya. Damu inafanya kazi. Jifunike na damu ya Yesu. Tangazia watoto wako damu ya Yesu. Biashara yako itangazie damu ya Yesu. Hata watu wa jamii watangazie damu ya Yesu. Inaweza yale ambaye
mwanadamu hawezi. Na damu ya Yesu ilikuja kuturejesha pahali tulipotakiwa tuwe. Bishop alisoma hapa jana usiku ya kwamba Yesu alikuja kutupatanisha na Mungu. Ni hiyo damu. Baba alipoona damu akasema hata kama dhambi zao ni nyekundu kama nini, kwa sababu ya damu ya mwanangu ninawapokea. Tumepatanishwa sio kwa sababu ya kazi zetu nzuri, ni kwa sababu ya damu. Hallelujah. Damu ya Yesu iliturejeshea our original identity. Ile wewe ulitakiwa uwe. Damu peke yake ndio ilikurejesha your original identity. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Inatupatia protection. Damu ya Yesu inatupatia access ya kufika kwa Baba. Bwana asifiwe. Na pia imekuja kutupatia freedom kutoka kwa adui. Shetani sasa hivi, na dada wetu Mary amesema, amenyang'anywa kifunguo. Mungu Baba Yesu ndiye ako na kifunguo, na akasema ametupatia hiyo kifunguo. Kile utafungua hapa kimefunguliwa juu. Kile umefunga hapa kimefungwa juu. Hiyo ndio nguvu ya damu ya Yesu. Hallelujah. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Nataka tusimame. Sijui